ninawatakieni Pasaka ya furaha, Pasaka ya neema, ya baraka na matumaini. Yale matumaini tunayoyasema katika ile kauli mbiu ya Baba Mtakatifu, mahujaji katika matumaini. Ni matumaini ambayo hayatakosa, hayatashindwa. Ni lazima yashinde, yanamwangalia Kristo mfufuka. Tunatembea, tunahiji katika matumaini. Kwa hiyo nawatakia Pasaka ya matumaini mapya. Matumaini mapya ambayo tunaamini kwamba tutashinda tu. Ndugu zangu, ninaomba iwe ya namna hiyo, Pasaka ya furaha, Pasaka ya neema, Pasaka ya amani na ya matumaini mapya. Pamoja na mahangaiko ya hapa na pale, tusikate tamaa. Tusikate tamaa, tuendelee kumkazia Kristo macho. Lakini pia basi tuwe wepesi kidogo kusikiliza sauti yake pia tunapoalikwa mara kwa mara. Tuwe na matumaini bado, na wakati huo tuwe wepesi kusikiliza sauti ya Kristo. Kumsikiliza Kristo mfufuka anayeongea wakati huu katika kanisa lake kwa njia ya wahudumu wake, kwa njia ya utumishi wake. Hilo nawaomba sana. Sasa mnaona mwaka huu tumepata bahati kubwa sana katika Pasaka hii, na ni mazoezi endelevu. Tunaadhimisha Pasaka tukiwa tumefanya zoezi la Kwaresima, mazoezi ya Kwaresima ambayo Baba Askofu wametuimarisha sana katika imani. Tusimame imara katika imani. Yaani hapo ndipo usalama wetu ulivyo. Maana umeona jinsi tunavyohangaika, jinsi tunavyokosa mwelekeo na dira kama Wakristo Katoliki. Mababa wameandika tusimame imara. Na yale mafundisho yaliyotoka kwenye kile kitabu ni mazito sana. Sasa naomba sana muangalie maandiko kwa Baba Askofu. Yaani hayo mafundisho ya kina kabisa waliotoa ya kusimama imara. Kwa kusimama imara, imani ni imani kwa Mungu, kwa Kristo, kwa kanisa Katoliki, kwa mafundisho makuu ya kanisa Katoliki. Tusimame imara huko na hatutapotea, tutapata usalama. Huko tunapokimbilia ni mahangaiko tu. Halafu tunaadhimisha pia Pasaka hii tukiwa kwenye mwaka mtakatifu. Mwaka mtakatifu wa Jubilei. Yaani mwaka mtakatifu. Sikiliza tunavyolia. Ni mwaka mtakatifu. Sio mwaka wa maangamizi, mwaka mtakatifu. Yaani tunaalikwa tuwe watakatifu kama Mungu alivyo mtakatifu. Tunaalikwa tuwe watakatifu kama Yesu alivyo mtakatifu. Kumbe ndugu zangu, na hapo tuangalie. Tunapotembea katika matumaini, tutafute utakatifu. Tupige hatua katika utakatifu. Tuondokane na yale mambo ambayo yanatuchelewesha kwenye utakatifu. Lakini tena tuna sinodi. Ukiangalia mazoezi yanayofanyika kwenye sinodi, kwa kweli kwenye hiyo mikutano, hizo semina, mafundisho hayo makubwa yanayotolewa maparokiani tangu asubuhi mpaka jioni. Mimi Jumapili iliyopita nilikuwa ile parokia ya Olelo. Tumetoka kule saa 10, yani ni saa zote tumehubiri. Nilikuwa nimepelekwa na mapadi watatu pale. Katibu wangu pamoja na Padri Mosia Charles. Kwa tumekaa kule mpaka saa 10. Sasa unaona kule yanatolewa mafundisho. Sadaka kubwa inafanyika. Hatukutoka kunywa chai mpaka tulipomaliza saa 10. Sasa ni vizuri muone huu ni msaada mkubwa sana huko jimboni pia. Sinodi, haya mafundisho, haya makongamano. Sasa ndugu zangu, ni kama Yesu anasema, ni kama sasa anaiba ule wimbo. Kule kwenye maandamano na kabila langu, lakini sasa hapo ulipo wewe Paulo anasema, Paulo wangu nimekutendea nini au nimekukosea nini? Nijibu, nimekupa sinodi, nikakupa mwaka mtakatifu, nikakupa Kwaresima, nikakupa wachungaji, sasa nikupe nini? Nijibu, sijui utamjibu nini? Kweli Yesu anahangaika. Sasa wewe uliopo hapo, tumesema Paulo ametuambia leo, ondoa yani chachu kidogo, kuchachusha doge lote, kaudhaifu kadogo ulicho nacho
kinaharibu maisha yote mazima ya Kikristo. Sasa Yesu afanyeye tu na wewe, kanisa lifanyeye. Kumbe ndugu zangu, ni waombe tu mfanye tafakari, musifunge milango ya kusikiliza, msizibe masikio. Sikilizeni sauti ya Kristo inayowaalika mrudi. Yesu anawahangaikia. Yesu ana lengo na nyinyi. Sasa huku kuna watu yani hawa wanani wamezidi, yani masuria kwenye kila parokia, yani wako kani moja amesema eti alikuwa anafanya visitation, matembezi ya familia. Amesema kwenye ile parokia bado hajafika nusu, yani kwenye familia 114 kuna masuria. Jesus, sasa tunakwenda wapi? Yani hajamaliza ni parokia moja tu, ameenda yani familia 114 wala hajafika nusu. Sina nini? Sasa tunakwenda wapi? Yani Yesu angepaswa kufanya nini tu ambacho hajafanya? Mali kama hapa jikoni Moshi mnapata mafundisho mengi mno, watu wanaitwa mno, wanaalikwa mno. Ndugu zangu, ni waombe pia, hata kama kwenye kipindi cha Pasaka, kipindi cha Kwaresma hamkuweza kupitisha maamuzi, ndugu yangu mpendwa, hapo ulipo, kijana wetu, mtoto wetu mpendwa, hapo ulipo, tumeingia kipindi cha Pasaka. Ni kipindi cha furaha, ni kipindi cha maadhimisho, kumfurahia Kristo mfufuka kwa imani ya juu kabisa, lakini pia ni kipindi cha toba. Yesu yupo wakati wote. Usikubali tena kipindi hiki basi